palikuwepo na mvua inanyesha na maji yalikuwa ni mengi. Ndipo mauti ulipomkuta mtoto wetu. Mtazamaji wa Tesha Eye, vilio na simanzi vimetanda wakati mamia ya waombolezaji walipofika katika shughuli ya kuaga na kuzika fuvu la binti Adriana Kinabo, ambaye hivi karibuni tulikuletea taarifa za yeye kusombwa na maji katika moja ya mto hapa mkoani Arusha, lakini baadaye fuvu lake kupatikana, ambapo inaelezwa fisi ndio waliochukua mwili wake baada ya kusombwa na maji na kwenda kutafuna, hali iliyopelekea kubaki fuvu pekee. Tumefika katika ibada ya mazishi ya Adriana, ambapo waombolezaji, viongozi wa dini, viongozi wa serikali walifika hapa kwa lengo la kuwafariji familia hii. Tumezungumza na baadhi yao, lakini pia utasikia kile chote ambacho kilikuwa kikiendelea hapa na mtumishi wa Mungu padri ambaye alifanya ibada katika mazishi haya, akiwataka wananchi kutoamini katika imani nyingine bali ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Hapa ni Lemara. Mimi ni France Alfred Simon Sengelela Teresi ya Tesha, na hii ni Tesha Eye. Mtoto wetu mpendwa Adriana alizaliwa tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2019. Alibatizwa katika kanisa takatifu Katoliki parokia Njiro mwaka 2022. Elimu. Mtoto wetu Adriana alikuwa anasoma shule ya Renea iliyoko kata ya Lemara. Alijiunga na shule hiyo tarehe 7 Januari mwaka huu. Siku ya tarehe 4 mwezi wa 5 2025, majira ya saa 3 usiku, alipokuwa njiani kutoka kwa babu yake mpendwa akiwa na baba yake mzazi, walikuwa wanatumia chombo cha usafiri wa pikipiki kuelekea nyumbani. Basi walipofika maeneo ya pale Passionisti, wote tunafahamu ile junction kwa wale wenyeji, ndipo chombo kile kiliweza kuteleza. Palikuwepo na mvua inanyesha na maji yalikuwa ni mengi. Ndipo mauti ulipomkuta mtoto wetu. Alichukuliwa na mafuriko. Kama mwenyekiti amemaliza kutokana na hali ya mvua, lakini kwa ajili ya wananchi wasije kusema diwani amekataa kutoa salamu. Lakini pia usishindwe cha kunifanya, lakini kwamba usinisahau. Mimi niseme tu kwamba kwa kuwa nimepata nafasi hii, wananchi wa Lemara, baba paroko, ni washukuru sana. Kazi walioifanya ilikuwa tukienda kumtafuta huyu mtoto, watu walikuwa wapungui 80-100. Watu walienda mbali sana. Lakini kila jioni wakirudi, hakuna anayepewa shilingi 1000, hakuna anayepewa shilingi 2000. Watu wa Lemara walijitolea sana kwenye jambo hili. Lakini baba paroko, kila kizazi kina namna ambavyo inatembea. Ilifika mahali watu wamechoka, na wakichoka wanataka chochote. Ilifika watu wanasema turudi kwa babu tukamuulize. Hii haiwezekani. Lakini watu wanatujibu, tumeongea na babu, tumeongea na mzee Bruno, anasema sisi tulishaondoka kwenye hayo mambo, sisi tuko na Mungu. Kwa hiyo nishukuru sana familia ya mzee Bruno. Na nimesema haya kwa sababu kama ulivyotangulia kwenye mahubiri yako utangulizi, ulisema kwenye mambo kama haya hayakosi mambo. Hayo mambo hayapo. Kila jambo lina sababu kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo niwashukuru sana wananchi wa Lemara, lakini shukuru familia hii pia kwa utulivu. Imekuwa na utulivu mkubwa na tumeona imani yenu kwa Mungu. Sisi tuseme kama alivyosema baba paroko, kuna mambo hayahitaji Roho Mtakatifu. Na kwenye Biblia hii ambayo hata na mimi naisoma, imeandikwa kila kitu kwa kiasi. Na kuna jambo linaitwa kiasi. Hata kama ni chai kiasi, kama ni chakula kiasi, na hata wa vijana au jamani kiasi, ili tusilete mambo mengine ambayo hayahitaji wala Roho Mtakatifu. Mungu awabariki. Nakumbuka nilikuwa nikipita asubuhi kwa ajili ya kuenda kuwahudumia wagonjwa, nilikuwa nawakuta watu kwenye hizi karavat wakifukua na kuweza kusema mtoto wetu atakuwa wapi.
Daima huwezi ukaona haya mambo yamepita hivi hivi. Mungu atakulipa kwa wakati wake. Usione kwamba ulipoteza siku zako, hapana. Mwenyezi Mungu atakulipa. Nilisema huu ni mpango wa nani? Huu ni mpango wa nani? Huu ni mpango wa Mungu. Watu msianze kuja kuwashauri wazazi maneno mengine ambayo hayapo. Kitu pekee ambacho mnaweza kuwashauri hawa wazazi, waje kanisani waombe nia ya misa kwa ajili ya Adriana. Lakini mengine yote hayo mambo hayapo. Huu ni mpango wa Mungu. Adriana katika shule ya Renea alianzia katika branch yetu ya Kikokwaro, lakini kitu ambacho cha ajabu sana cha tofauti, wazazi wake ni wazazi wa kawaida sana kwenye kipato, lakini walijitahidi kulipa ada kwa uaminifu. Kwa maana hiyo sisi kama shule tumeona tutawaenzije wazazi hawa kwa kidona hiki kikubwa. Tumeona tumsaidie tena mtoto huyu mdogo aanze shule anakosoma, anasoma chekechea za kawaida, na tutamsomesha mpaka atakapomaliza elimu yake ili kuwaenzi hawa wazazi. Tujaribu kutafakari. Leo hii tunakuja kumzika huyu mtoto wetu Adriana. Tunajua kwamba kesho angeweza kuwa nani? Hatujui, sivyo? Pengine rais, pengine nani? Sasa hatujui, sivyo? Sasa wajibu wako wewe kama mzazi, hebu jirudi, angalia moyoni mwako. Je, mimi wajibu wangu nimeutekeleza kiasi gani? Tafakari malezi ya watoto unayowapa. Je, haya malezi yanawatosheleza huyu mtoto wangu kesho kuja kuwa nani? Tunajua wazi kwamba watoto wadogo wanatutegemea sisi, maongozi yetu sisi kama watu wazima. Je, ni kwa namna gani tumekuwa hodari kwa ajili ya kutetea haki za watoto, kwa ajili ya kutunza watoto? Mungu ni mwema. Hapa tunaanzia kuanzia mtoto akiwa katika hali ile ametungwa mimba. Unapotoa mimba ni kwamba umemtoa mwanadamu mwenzako, umemuua mwanadamu mwenzako. Kwa hiyo jambo la kwanza la kufanya ni kutunza mimba. Tusio watu hodari wa kutoa mimba. Baada ya hapo, watoto wanapozaliwa, tuwe hodari kwa ajili ya kuwalinda hawa watoto wetu. Tuwe hodari kwa ajili ya kutetea maisha yao. Tuwe hodari kwa ajili ya kukaa nao karibu. Waone upendo wetu sisi kama watu wazima kwao wao watoto. Mungu ni mwema. Sasa ni swali la kujiuliza, je, sisi ni kwa namna gani tumeweza kuwa vinara kwa ajili ya kutetea haki za watoto, kwa ajili ya kutunza maisha ya hawa watoto? Hawa watoto ambao daima kwa uwezo wao wenyewe hawawezi kujitunza, wanategemea kwa asilimia kubwa matunzo yetu sisi kama wazazi, sisi kama watu wazima. Je, ni kwa namna gani umeweza kumtunza huyo mtoto inavyotakiwa? Wewe kama baba, wewe kama mama, umewajibikaje kwa ajili ya kutunza uhai wa huyo mtoto? Wewe kama jirani, umekuwa kinara kiasi gani kwa ajili ya kutunza uhai wa hao watoto wetu? Pengine tulioko hapa wengi labda wanatunza uhai wa watoto, lakini wengine ni vinara wa kunyanyasa watoto, ni vinara wa kukatisha maisha ya watoto. Sasa ni muda wetu wa kuweza kujirudi. Ni muda wetu wa kuweza kumrudia Mwenyezi Mungu kwa kusema kwamba wajibu wetu ni ule wa kuwalea watoto inavyopaswa na inavyotakiwa. Kwa sasa tunasikia kuna majanga mengi. Mvua ni nyingi zinanyesha, moto na majanga mengine ambayo yanatokea. Je, ni kwa namna gani tumekuwa hodari kwa ajili ya kuwatetea na kuwalinda hawa watoto wetu? Mungu ni mwema. Mambo mengine tunaweza tukasema huu ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Lakini kuna namna nyingine ambayo sisi kama watu wazima, sisi kama wazazi tumeshindwa kuwajibika inavyotakiwa. Sio kila mara tunaweza tukasema huu ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Muda mwingine tujiulize, sisi kama wazazi, je, wajibu wetu tumeweza kuutekeleza kwa namna gani?
Mungu ni mwema. Kwa sasa tunapitia janga kubwa la kusikia ukatili wa watoto. Unasikia mtoto huyu amefanyiwa ukatili fulani, mtoto yule amefanyiwa ukatili fulani, mtoto ameshindwa kurudisha chenchi ya shilingi 500, unamkata vidole vyote. Mtoto amefanya kosa dogo la kuchelewa kurudi nyumbani, unamuunguza na moto. Kweli, je, sisi tumebadilika kuwa wanyama au bado tumebaki kuwa wanadamu? Hayo ni maswali ya kujiuliza. Unasikia mtoto amechukua shilingi 2000, anapigwa hadi anauawa. Kisa shilingi ngapi? Jiulize wewe ulivyokuwa mtoto, ungepigwa hadi uwawe, ungekuwepo hadi leo? Je, hao watoto ambao tuliopewa na Mwenyezi Mungu, ni kwa namna gani tunaweza kuwatunza na tunaweza kuwalea ili kizazi kijacho kithamini juhudi ambazo sisi tumefanya? Au pengine sisi tutabaki kwenye malalamiko, kulalamikiwa na hao watoto ambao wanakuwa, kwamba baba alitutelekeza, mama alitutelekeza. Wewe kumfifisha huyu mtoto haki yake ni wewe kutokuwajibika inavyotakiwa. Wewe kama baba, kama utimizi wajibu wako kwa mtoto wako, jua kwamba wewe ni muuaji, wewe ni mkatili. Wewe kama mama, utimizi wajibu wako katika malezi ya watoto, wewe ni muuaji, wewe ni mkatili. Ni muda wetu wa kujirudi sasa, wa kujua kwamba hawa watoto wadogo ni malaika kwetu. Mwenyezi Mungu ametupatia. Kwa nini tuwanyanyase? Kwa nini tuwatese? Hivyo tuweze kujirudi, tuweze kumrudia Mwenyezi Mungu. Yale yote ambayo anatukabili sisi kama wanadamu, tuweze kujirudi, tuweze kumrudia Mwenyezi Mungu. Hizi tahadhari zote ambazo tunapewa, kwamba umekuta maji yanaenda kwa kasi, usivuke. Mungu ni mwema. Ili alihitaji tukuombee upate Roho Mtakatifu, ili linahitaji akili ya kawaida, sivyo? Kwamba umekuta maji yanaporomoka kwa nguvu, unahitaji Roho Mtakatifu akusaidie? Hapo ni akili ambayo hata uhitaji kwenda shuleni, sivyo? Wewe unajua kabisa mimi nikilala usiku naweza kupitiwa muda wote na usingizi. Hivyo nimewasha mshumaa, na huu mshumaa uko karibu na godoro. Unahitaji Roho Mtakatifu aweze kueleza kwamba huu mshumaa ukimkia godoro unaweza kuunguza nyumba. Hayo ni mambo ya akili ya kawaida kabisa. Sasa hivi tumekuja tunakabiliana na mambo mengi, ambapo sasa tunashindwa kuwa watu hodari katika ile hali ya kuweza kufanya mambo ambayo ni ya muhimu. Mungu ni mwema. Unakuta mzazi hadi saa 5 hujui mtoto yuko wapi, yani saa 5 usiku hujui mtoto yuko wapi. Hiyo inahitaji uombewe Roho Mtakatifu akushukie. Yani saa 5 usiku hujui mtoto wako yuko wapi, na bado unasherehekea maisha kweli? Kwamba wewe mchana mzima mtoto wako unamfungulia kama kuku wa kienyeji, sivyo? Kwamba kuku wa kienyeji anafunguliwa aenda kujitafutia, jioni arudi afungiwe, sivyo? Hivi kweli tunajua watoto wetu wanashinda wapi? Mungu ni mwema. Yaani una mtoto mdogo miaka 6, 7, 8, inafika siku ambayo aende shule, hujui mtoto wako anashinda wapi. Na bado unasherehekea kuitwa baba nani, mama nani. Kito si mama nani unasherehekea niko hapa, lakini je, unawajibika? Hawa watoto wetu wanashinda wapi? Wanakaa wapi? Tunajua kweli? Wajibu wetu sisi kama wazazi tunatekeleza kweli? Sasa ni muda wetu wa kujirudi. Ni muda wetu tufunzwe kutokana na msiba wa leo. Tuweze kurudi, tuweze kuwa vinara kwa ajili ya kuwatetea hawa watoto wetu ambao wanategemea mwongozo wetu, wanategemea nguvu zetu katika kuwatetea. Tuwakinge na madhara yote ambayo yanaweza kuwadhuru. Sisi tunajisikia kwamba ni wanayosefu wote tumepatwa na msiba. Tumejaribu kushiriki
katika kumtafuta mtoto kwa siku 6 bila kufanikiwa. Lakini tunamshukuru sana baba paroko Father Kashe ambaye Jumamosi alifanya misa pale nyumbani kwa babu kumuomba Mungu aonyeshe kama mtoto yuko hai au hata akiwa amekufa, tupate hata alama tuweze kutoka kwenye majonzi yale tulikuwa nayo, tumzike kama alama kwamba tumekuwa na msiba, kwa sababu tulikuwa tumekaa na sintofahamu ambayo tulifika mahali watu wakawa wanakosa hata imani waseme nini. Kwa hiyo napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu angalau kwa hatua hii ya kupata masalia ya mwili wa mtoto huyu. Wote tunaonekana kama ni watu ambao tumepoteza, lakini tunamshukuru Mungu kwamba tumepata alama ambayo inafanya leo tunaweza kuzika tu kama Wakristo, na misa imefanyika tukimwombea Mungu ampokee kwake mbinguni. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.